Kichwa cha somo kinasema ya kwamba uongozi wa kiroho. Ninashangaa kwamba kuna watu wengine bado hawajafika, sijajua bado wapo wanafanyeje, lakini sisi tutaendelea. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Kutoka ile sura ya 18 mstari wa 12 mpaka wa 27. Kutoka sura ya 18 mstari wa 12 mpaka wa 27. Kichwa cha somo tunajifunza, somo linasema uongozi wa kiroho. Kama utakuwa na Biblia yako, fungua ili tuweze kusoma pamoja. Kutoka 18 mstari wa 12 mpaka wa 27. Kichwa cha somo uongozi wa kiroho. Kitabu cha Kutoka sura ya 18 mstari wa 12 mpaka 27. Fungua Biblia yako ili ninaposoma uweze kuona mahali hapo tunaposoma maneno hayo, na kutoka hapo tutakuwa tunajifunza neno la Mungu. Kutoka 18 mstari wa 12 mpaka 27. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, Yesu mkwewe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hata jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani hili uwatendealo hao watu? Kwani wewe kuketi hapo peke yako, na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akamwambia mkwewe, ni kwa sababu watu hunijilia mimi wapate kumuuliza Mungu. Wakiwa na neno hunijilia, nami naamua kati ya mtu na mwenziwe, nami nawajulisha amri za Mungu na sheria zake. Mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema, huna budi utazofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi wewe kulitenda peke yako. Sikiza sasa neno langu, nitakupa shauri, na Mungu awe pamoja nawe. Uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao, nawe utawafundisha zile amri na sheria, nawe utawaonyesha njia ambayo inawapasa kuiendea na kazi ambayo inawapasa kuifanya. Zaidi ya hayo, utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya uzalimu. Ukawaweke juu yao, wawe wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10, nao waamue watu hawa siku zote. Kisha kila neno lililo kubwa watakuletea wewe, lakini kila neno ndogo wataliamua wenyewe. Basi kwako wewe mwenyewe utapata nafasi zaidi, nao watauchukua huo mzigo pamoja nawe, kwamba utafanya jambo hili. Na Mungu akikuagiza hivyo, basi utaweza kusimama wewe
na watu hawa wote nao watakwenda mahali pao kwa amani. Basi Musa akasikiza neno la mkwewe, akafanya yote aliyokuwa amemwambia. Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Nao wakawaamua watu siku zote. Mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakaliamua wenyewe. Kisha Musa akaagana na mkwewe, naye akaenda zake mpaka nchi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Musa ametoka katika nchi ya Misri na Mungu amemtokea akawatoa wana wa Israeli kwa mkono wa nguvu, lakini wanapofika jangwani, mkwewe Musa akamtokea na akaleta dhabihu kwa ajili ya Mungu, na akaona kazi yote ambayo Mungu ameitenda. Lakini mkwewe Musa akaangalia namna ambavyo Musa alikuwa anaenenda kwa kutumika na taifa la Israeli. Waliondoka kwenda utumwani wakiwa watu 70, lakini wanatoka utumwani wakiwa watu wengi sana. Na Biblia inaonyesha ya kwamba wakati wamefika huku jangwani, mkwewe huyu Musa ambaye anaitwa Yesu alikuja kumlaki na akaleta dhabihu. Lakini jambo la kushangaza, wakati mkwewe Musa, yani Yesu, alipomwona mkwilima wake Musa anavyoamua watu, aliongea neno moja la ajabu ambalo inawezekana sio zuri kwa kulisikia. Alimwambia hivi, jambo hili unalolifanya sio jema. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke ya kwamba Musa alikuwa anafanya kazi ya Mungu, lakini akamwambia jambo hili unalolifanya sio jema, kwa sababu Musa alichokuwa anakifanya, alikuwa anaamua kesi ya mtu mmoja mmoja toka asubuhi mpaka jioni, na alikuwa anafanya hivyo kila siku. Mkwewe Musa akamwambia jambo hili unalolifanya sio jema, utazofika wewe pamoja na hawa watu ulio nao. Akamwambia nitakupa shauri, chagua watu wenye uwezo wanaochukia mapato ya uzalimu, alafu waweke wawe wakuu wa 1000, wa 100 na watu wa makumi. Manake kutokana na uwezo wao wawe viongozi wa makundi, ili wakusaidie, kwa sababu huwezi kuchukua wewe huu mzigo peke yako. Na Mungu aliamua kumtumia mkwewe Musa kwa sababu kiuhalisia ni kwamba baraka huwaga inatoka juu kushuka chini. Huwezi ukambariki wewe ambaye aliyeko juu yako. Ndio maana praise, mimi na washangaaga mnaposema ya kwamba tumbariki mchungaji wetu. Kiuhalisia kibiblia wewe huwezi ukambariki mchungaji, kwa sababu baraka inatoka juu kushuka wapi? Chini. Maana yake mchungaji, ndio maana mchungaji hawezi kutoa fungu la 10 hapa madhabahuni, kwa sababu hayupo wa kumwombea. Inabidi atoe fungu la 10 kwa maaskofu walioko juu yake ili wafanyeje? Wamwombee, maana baraka inatoka juu. Kwa hiyo Mungu akaamua kumtumia mkwewe Musa, akamwambia jambo hili unalofanya sio jema, kwa sababu katikati ya Waisraeli Musa ndo alikuwa kiongozi mkuu. Kwa isingewezekana, isingekuwa vyema, Mungu angeweza kumtumia yoyote, lakini isingekuwa hekima ainuliwe Yoshua ambaye ni mtumishi wa Musa ndio akamwambia Musa, wewe Musa unachokifanya sio jema. Lisingekuwa jambo zuri. Mungu akaamua kumtumia aliyeko juu ya Musa. Akamshauri akamwambia, wewe utazofika, chagua watu wakusaidie, hii kazi uiwezi peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kabla sijafika kuelezea uongozi wa kiroho ni namna gani ulivyo, naomba nitoe utangulizi ufuatao. Sentensi yangu ya kwanza katika utangulizi inasema hivi: Mungu akitaka kuleta mabadiliko au maendeleo katika kanisa, katika taifa au katika jamii, anamuinua mtu mmoja ambaye anaitwa kiongozi. Kiongozi akikosekana, hakuna maendeleo ambayo yatatokea mahali popote. Mungu akitaka kuleta maendeleo aidha kwenye kanisa au kwenye jamii au kwenye taifa, ni lazima amuinue mtu mmoja ili amtumie huyo mtu
kuweza kuleta hayo maendeleo au hayo mabadiliko ambayo Mungu anayataka. Mfano mwepesi, lakini msininoti vibaya. Kwenye taifa letu la Tanzania kuna viongozi wengi wamepita, especially wale viongozi wa juu, na kila kiongozi alifanya kazi yake ambayo Mungu alimruhusu alifanye. Lakini kuna baadhi ya viongozi wamepita kwenye uongozi wao, wameleta mabadiliko makubwa na maendeleo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wale viongozi walipomaliza muda wao, walipoingia watu wengine, yale maendeleo hayapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Ukiona tatizo mahali, taasisi yoyote, jamii yoyote, kanisa lolote, mahali popote, ukiona hakuna maendeleo, tatizo la kwanza lipo kwenye uongozi. Utanielewa huko mbele. Tatizo la kwanza lipo kwenye uongozi, kwa sababu kiongozi ndiye anayeamua haya maendeleo yatokee au yasitokee. Kitabu cha Ezekiel sura ya 22 ule mstari wa 30. Ezekiel 22 na ule mstari wa 30. Biblia inasema maneno yafuatayo. Ezekiel 22:30, Biblia inasema hivi: nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye tengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Taifa la Israeli wakati limemkosea Mungu akawaambia watubu. Na Mungu alikuwa anatafuta mtu mmoja katikati ya taifa la Israeli ili kwamba asilihukumu taifa la Israeli lisiende utumwani. Lakini neno la kusikitisha, nabii anatabiri, anasema ya kwamba sikuona mtu. Maana yake Mungu katikati ya watu wote wa Israeli, yani katikati ya nchi yote, alikuwa anatafuta angalau mtu mmoja mwenye akili ambaye atamtumia kuleta mabadiliko ili asiadhibu nchi. Lakini Mungu anasema sikuona. Maana yake, tafsiri nyepesi, ukiona kuna madhara yametokea mahali fulani na Mungu ameyaruhusu yatokee, Mungu ameangalia mtu mmoja wa kumtumia akamkosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa sababu sisi tunajifunza kwa habari ya uongozi wa kiroho, uongozi ambao sisi tulionao kanisani ni tofauti sana na uongozi ulioko duniani. Ni tofauti sana. Yaani kwa lugha nyepesi ni kinyume. Kwa sababu unapofundisha uongozi wa kiroho, unatakiwa ubadilishe zana yako kutoka kwenye uongozi ambao watu wanaongoza duniani kuja kwenye uongozi ambao kanisani unatumika. Uongozi ulioko duniani, kanuni yake ni kwamba viongozi wanatumia mamlaka na mabavu kuwatawala wananchi. Lakini uongozi ulioko kanisani unaitwa ni uongozi wa kitumishi. Kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 42 mpaka 44. Marko sura ya 10 mstari wa 42 mpaka 44. Biblia inasema hivi. Nitaenda mpaka 45. Marko sura ya 10 42 mpaka 45. Biblia inasema, Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabia kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kweli, bali mtu atakayetaka kuwa mkubwa kweli atakuwa mtumishi wenu, na mtu atakayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote.
Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Biblia inaeleza wazi ya kwamba uongozi ulioko duniani wanatumia nguvu na mamlaka kuongoza watu, lakini uongozi ulioko kanisani, wewe unatakiwa kujitoa uwe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana siwe watu wa Mungu. Watu wengi waga wanatamani huduma na vipao vikubwa, lakini ukweli ni kwamba chochote ambacho Mungu atakachokupa ni kwa ajili ya watu. Akikupa Mungu anatamani kila kipawa ukitumie kwa ajili ya maisha ya watu. Mara nyingi watu wengi wanamwombaga Mungu, Mungu naomba uniinue, nihubiri kwa viwango vikubwa, nifundishe kwa viwango vikubwa, niimbe kwa viwango vikubwa. Mungu akikuinua, maana yake wewe unatakiwa ugeuke kuwa mtumishi wa kuwatumikia watu, na sio wewe kufanya nini? Kutumikia. Yesu anasema hakuja duniani kufanya nini? Kutumikiwa. Alikuja kutumika na kutoa nafsi yake, kutoa maisha yake yawe fidia ya watu wengine. Kwa maana yake akili ambayo unatakiwa iweke kichwani, wewe unapokuwa kiongozi kwenye kanisa la Mungu, wewe umewekwa kuwa mtumishi, kuwatumikia wengine. Na anasema yoyote anayetaka kuwa wa kwanza atakuwa mtumwa wenu. Ndicho ambacho kinachofanyika kwenye mambo ya kiroho. Unajua kiuhalisia, kiongozi kwa tafsiri ya duniani anatakiwa atumikiwe, afanyiwe kila jambo. Lakini kinyume chake kanisani, kiongozi ndio anatakiwa atumike na afanye kila jambo kwa ajili ya watu. Wewe ukiwa kiongozi, ukipewa nafasi ya uongozi, baada pale ukachukua ule uongozi wa kidunia ya kwamba watu wa kutumikia, hauwezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hauwezi kufanikiwa. Mtu anaweza akasema natamani na mimi niwe shemasi. Ukweli ni kwamba ukiweka kuwa shemasi, wewe utakuwa tu unasimama unaelekeza watu nafanyeje. Kuna mwingine anasema natamani niwe mwimbaji. Kuna wakati wewe utakuwa unaimba, sisi tumekaa, unatumika kwa ajili ya wengine. Sasa kati ya mimi na nyie, nani amekaa? Si nyie ndio mmekaa? Maana yake mimi hapa nipo nafanyika kutumika kwa ajili ya watu. Maana yake kama ingekuwa uongozi wa kidunia, mimi ndio nitakiwa nikae nihudumie kila kitu, si ni kiongozi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Mungu ni kinyume. Watu wa Mungu, ukiwa kama kiongozi ndani ya nyumba ya Mungu, ondoa akili ya kutumikiwa, weka akili ya kutumika kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Sasa niseme jambo jingine kwenye utangulizi. Viongozi waga wanazaliwa au wanaandaliwa? Bwana Yesu asifiwe. Ni swali, naomba mnisaidie ambaye kidogo naweza kawa najua. Viongozi huwaga wanazaliwa kwa maana ya kwamba wanazaliwa viongozi, au huwaga wanaandaliwa? Karibu baba. Unaweza ukaongea tu umekaa. Viongozi wanazaliwa ila wanaandaliwa. Amina. Hakuna tabia kuandaa. Mwingine karibu. Wanaandaliwa, hawazaliwi. Kipi kinaanza? Yaani maana yangu halisi ni kwamba kuna mtu amezaliwa moja kwa moja akiwa kiongozi. Hiyo ndo maana yangu. Bwana Yesu asifiwe. Baba karibu.
nenda katika watoto wadogo wanacheza, utakuta yuko viongoza na waendesha wengine. Hata tunapokuwa shuleni, kuna mtu amezaliwa anaanza uongozi bado shuleni, anaongoza darasa, kisha anakuwa mkuu, kaka mkuu shule, wengine ndo wanatoa hata anapokwenda kwenye vyuo vikuu anakuwa na uongozi huo. Yaani yote imeng'ara toka. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, basi tutaendelea huko mbele, lakini jibu jepesi ni kwamba viongozi wanazaliwa na viongozi wanaandaliwa. Yote ni sawa. Kuna swali tulikuwa tunaulizwa wale ambao wamesoma sekondari, lilikuwa linatoka kwenye somo la uraia civics. Lilikuwa linaulizwa leaders are born or made. Ukijibu ndio au hapana, kila sehemu uwe na point. Sasa jibu sahihi lilikuwa ni kwamba viongozi wanazaliwa na wanaandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa maana ipi? Lakini kule mbele kuna kitu nitatofautisha kidogo nikifika kwenye tafsiri za uongozi. Uongozi ni mojawapo ya vipawa. Jana wakati nafundisha nikatofautisha vipawa na karama. Nikasema karama ni ile zawadi ambayo anaipokea mtu baada ya kuokoka, lakini kipawa ni ile zawadi ambayo mtu anazaliwa nayo tangu tumboni mwa mama yake, anatoka nayo. Maana yake Mungu anakuwa amempa ile kitu tangu akiwa anazaliwa, na kiongozi huyu anapokuwa anazaliwa anahitaji maandalizi fulani ayapitie ili aweze kusimama vizuri kwenye uongozi wake. Ni kweli kabisa anaweza akawa amezaliwa kiongozi, lakini asipoandaliwa anaweza akafanya vibaya, pamoja na kwamba alizaliwa akiwa ni kiongozi. Lakini pia kuna mtu anaweza akazaliwa hana nature ya uongozi ndani yake, lakini anapookoka Mungu anaweza akampa karama ya kiuongozi kwa ajili ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu fulani ambao inawezekana mnafahamu, wakati umezaliwa tu wewe tangu ukiwa shule ya msingi, unakuta walikupa vyeo vingi sana, na sio kwamba inawezekana ulikuwa unaongozwa sana darasani, lakini tu basi walipenda kukupa vyeo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mojawapo ya indicator ya kwamba, au kiashiria ya kwamba wewe ni kiongozi. Na kuna wengine, kuna maajabu kabisa yanatokeaga kwamba inawezekana wewe ni mdogo kwenye familia, lakini kuna wakati mwingine wakiwa wanaongea, unaweza ukakuta wazazi wameongea, lakini wanakuja wanakuuliza na wewe unasemaje, ila wewe ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana wameshafanya na maamuzi, ila wanakuuliza. Ndani yako kuna nature ya uongozi au kuna asili ya uongozi. Maanake kumbe viongozi wanazaliwa, lakini pia wanafanya nini? Wanaandaliwa. Yusufu ukimsoma kwenye Agano la Kale, Mwanzo sura ya 37, alionyeshwa ndoto ya kwamba ndugu zake watampigia magoti. Alionyeshwa ya kwamba nyota zimemzunguka, nyota 11, na jua na mwezi vimemuinamia. Na akaonyeshwa ndoto ya pili ya kwamba akaona miganda ya ndugu zake imezunguka, vimeinamia mganda, ila akiwa ni mdogo. Mungu alikuwa anataka kumwambia wewe ni nani? Ni kiongozi. Lakini Yusufu ili akualify yawe na sifa ya kuwa kiongozi, aliandaliwa, na maandalizi ambayo Mungu aliyafanya, mmoja, ndugu zake walimchukia. Ili ilikuwa ni njia ya Mungu. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akakuandaa kwenye mazingira ambayo sio mazuri, mwisho wa siku wakamchukia, wakamuuza. Lakini kitu kingine kilichoashiria ya kwamba Yusufu ni kiongozi na anaandaliwa, baba yake alimpa jukumu la kuwa anaenda anawachunguza ndugu zake, afu baadaye alete nini? Taarifa. Mungu alikuwa anamwandaa, akampeleka kwa Potifa, akakaa pale kwa Potifa ili ajifunze uongozi. Alienda gerezani, cha ajabu kwenye gereza akawekwa kuwa kiongozi wa wafungwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ukiyasoma pia maisha ya Daudi, Daudi alizaliwa akiwa ni kiongozi, lakini Mungu ili amwandae akampeleka porini kule kuchunga kondoo na kufanya nini. Mungu alikuwa anamfundisha kwamba kuna siku utachunga watu.
na Daudi alifundishwa namna ya kulilinda kundi kwenye uongozi. Mungu alileta kwa makusudi dubu pamoja na nini na simba, lakini Daudi akafanya nini? Akapigana nao, akawaua. Lengo ni nini? Alikuwa anafundishwa, wewe ukiwa kiongozi inabidi uandaliwe ili usije ukafanya nini? Makosa. Hebu fikiria Daudi aliyeandaliwa kwa miaka kama 13, lakini Daudi anakuja kuingia kwenye uongozi, anafanya kosa, anazini na mke wa mtu, na baadaye yule mtu anamfanya nini? Anamuua. Lakini Daudi alikuwa ameandaliwa kwenye miaka kati ya 13 au 15. Sasa mtu aliyeandaliwa kwenye uongozi miaka 13 na 15 anafanya hayo makosa. Wewe umeandaliwa kwa miaka mingapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu mnatakiwa mnielewe sana. Swala la uongozi sio jepesi kama vile ambavyo tunavyofikiri. Na mojawapo ya tatizo bara la Afrika tulionalo ni viongozi wasioandaliwa. Na viongozi wasioandaliwa wakienda kule mbele wanaenda kutumia vibaya madaraka. Shida ni nini? Hawakuandaliwa. Hawakuandaliwa. Unajua wewe usipoandaliwa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, kuna matukio mengine ya ajabu unaweza ukayafanya kwa sababu hujaandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa niseme jambo hili la mwisho. Kanisa ni taasisi, lakini kanisa ni kiumbe hai. Kanisa ni taasisi, lakini kanisa ni kiumbe hai. Yaani sisi tunapoingia hivi kanisa, ndani ya kanisa sisi kama watu wa Mungu, kanisa moja ni taasisi kama taasisi zingine. Ukiona kuna kampuni moja la kuuza soda na kanisa ni taasisi kama hilo kampuni, ili isipokuwa kanisa lina sifa ya pili ambazo taasisi zingine hazina. Sifa ya pili ambayo ya kanisa ambayo taasisi zingine hazina, kanisa ni kiumbe hai. Kwa maana ya kwamba lina sifa za kiumbe hai, kwa maana ya kwamba wale ambao wamesoma ka biology ka form 1 umesoma zile sifa za viumbe hai, mojawapo ni kukua, kujiongea. Kanisa lina sifa ya kukua kiidadi na kukua kiroho, ambapo taasisi zingine huwaga zinakuwa kiidadi, kiroho haziwezi kukua. Lakini kumbuka ya kwamba ni taasisi, na kwa sababu ni taasisi linahitaji viongozi wa kuliongoza. Wakikosekana hao viongozi, kuna mambo mabaya yanaweza yakatokea. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke nimekwambia mwanzo, Mungu akitaka kuleta mageuzi au maendeleo ni lazima amuinue kiongozi. Na ndani ya kanisa kuna rasilimali mbalimbali ambazo zinahitaji viongozi kuweza kuziongoza. Mojawapo ya rasilimali zilizopo ndani ya kanisa, cha kwanza ni watu. Watu ni rasilimali za Mungu, wanahitaji viongozi wa kuwaongoza. Kama wakikosekana viongozi wa kuongoza hawa watu, kuna madhara makubwa yatatokea. Lakini pia kanisa lina rasilimali zinaitwa fedha pamoja na mali zingine kama mashamba. Pasipokuwa na usimamizi maalum wa kiuongozi kwenye rasilimali watu pamoja na mali zingine kama fedha na mashamba ndani ya kanisa, kuna mambo mabaya yanaweza yakatokea. Shida huwa inaanzia kwenye uongozi. Kuna maeneo mengi watu wamegombana na wamepelekana mbali zaidi. Mnafahamu kuna mahali kuna mchungaji alipoondoka akauza eneo la kanisa mahali alipokuwa anakaa. Shida ni nini? Tatizo ni uongozi. Na kama kuna sehemu watu wa Mungu huwaga wanagombana, na tumefika kwenye kizazi ambacho ni cha ajabu sana, kinashangaza. Kuna baadhi ya sehemu hizi rasilimali watu zimewafanya wachungaji wamegombana baadhi ya sehemu kwa sababu ya washirika. Anasema wewe unarubuni mshirika wangu, wewe unarubuni mshirika wangu. Shida ni nini? Ni namna ya kuongoza hizi rasilimali watu. Maarifa ya kiuongozi wamekosa. Lakini pia kwenye eneo la fedha,
watu wamegombana. Na sasa uongozi ambao sisi tunaufanya, sasa kuna jina la Kiingereza lakini utanielewa. Uongozi ambao sisi kanisani tunaufanya, lugha ya Kiingereza wanatumia unaitwa leading from the middle, kuongoza kutokea katikati. Kwa maana ya kwamba juu yako kuna mtu anafanya nini? Anakuongoza. Alafu chini yako kuna watu ambao unatakiwa ufanye nini? Waongoze. Na hii ni kanuni mojawapo ya uongozi. Wale ambao watakuwa wamesoma mambo ya uongozi wanasema hii kanuni, unachokifanya wewe unayeongoza, unaongoza jinsi inavyotakiwa, lakini usichukue mamlaka ya aliye juu yako. Alafu kisha kufanya jambo likapendeza, mara nyingi anayepokea sifa ni yule aliyoko juu yako, ila umefanya wewe. Ukikosea ukataka uchukue sifa za aliyepo juu yako, mtagombana na aliyepo juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza ukawa kiongozi wa idara, unaongoza idara inafanya mambo vizuri. Baada ya pale juu yako kuna mchungaji. Sasa wewe ukifanya kosa la kutaka kuchukua nafasi ya mchungaji, unajua wewe unaweza ukawa na idara ukaiongoza ikafanya mambo mazuri mpaka kanisa likashangiliwa ya kwamba nguvu inaenda vizuri, mambo yanaenda vizuri, Shalom inaimba vizuri. Unaweza ukakuta ambaye amesimamia vizuri ni kiongozi wa kwaya ya Shalom au Ebeneza kama imefanya vizuri, lakini mara nyingi sifa zitavuma kwaya kwa mchungaji nani? Joseph. Anayepokea sifa ni yule aliyoko juu yako. Vivyo hivyo na mchungaji anaweza akafanya mambo mazuri yakatokea, lakini sifa zikaja kwamba kanisa la Kalvari linafanya vizuri. Anayepokea sifa ni askofu mkuu. Vile vile askofu mkuu, kanisa linapopokea sifa ya kwamba kanisa nayo liongoza, anatakiwa ya kwamba yeye sifa hizo azielekeze, waseme ya kwamba Mungu wa Kalvari ametenda mambo makubwa. Akibaki nazo zile sifa, yule aliyoko juu yake anakasirika. Kwa hakuna ambaye yuko juu ya wote, aliyeko juu ya wote ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa nianze jambo la kwanza baada ya utangulizi huu. Jambo la kwanza nitasema jambo linaitwa tafsiri ya uongozi. Tafsiri ya uongozi. Tafsiri ya uongozi. Na kabla sija tafsiri sahihi ya uongozi, kuna tafsiri 5 zisizo sahihi za kiuongozi, ziandike. Kuna tafsiri zisizo sahihi 5 za kiuongozi. Tafsiri zisizo sahihi za kiuongozi. Tafsiri ya kwanza ambayo sio sahihi ya kiuongozi inaitwa uongozi ni kuwa na nafasi. Uongozi ni kuwa na nafasi. Kuna watu wanaamini kwamba siku nikiwa na nafasi ya uongozi nitafanya mambo makubwa. Kuna mwingine anasema hivi, siku nikiwa shemasi nitafanya mambo makubwa. Siku nikiwa kiongozi wa kwaya nitafanya mambo makubwa. Hiyo ni tafsiri ambayo sio sahihi ya kinini? Kiuongozi. Kusema uongozi ni kuwa na nafasi, kiuhalisia sio tafsiri sahihi. Inaweza ikatumika mahali fulani kwa usahihi wake, lakini mtu anayesema ya kwamba siku nikiwa fulani ndio nitafanya hivi na hivi, ametafsiri vibaya maana ya uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tafsiri ya pili ambayo sio sahihi ya uongozi. Uongozi ni kuamrisha wengine. Uongozi ni kuamrisha wengine. Kuna mtu mwingine naamini ya kwamba ukiwa kiongozi ni kufanya nini? Ni kuamrisha wengine. Hiyo ndio tafsiri ambayo watu wa duniani wanaitumia, ya kwamba nikiwa kiongozi, yani ni kuamrisha.
Kuna wakati hii inaweza ikatumika kwenye mazingira fulani fulani, lakini sio mara zote uongozi ni kuamrisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu wakati anataka kuja duniani aliamrishwa. Kikao kilikaa wapi? Mbinguni. Mungu si yuko juu ya yote? Kwa nini hakusema wewe Yesu nenda ukawaokoe? Ilibidi akae kikao, halafu aulize nani ni mtume? Halafu Yesu ndo akasema mwenyewe, nitume mimi. Unadhani Mungu hakuwa na mamlaka ya kusema nenda? Alikuwa nayo. Kwa uongozi sio kuamrisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa tu huko mbele. Tafsiri ya tatu ya uongozi ambao sio sahihi. Uongozi ni kutumikiwa. Uongozi ni kutumikiwa. Kuna watu wanaamini ya kwamba wakiwa na nafasi wao watatumikiwa kwenye mahitaji yote. Mfano, mtu anatafuta uongozi wa kiserikali ya kwamba nikiwa kiongozi nitaletewa maji ya kunywa, nitaletewa maji ya kuoga, nitafuliwa nguo, nitapigiwa pasi nguo, yaani kila kitu nitafanyiwa. Na kwa sababu ya kukosea tafsiri hiyo, kuna watumishi wengine wa Mungu sio wakubwa sana, ni vijana, siku hizi wanahubiri kwa majivuno sana, lakini ukimwangalia, mbona huyu umri hauruhusu kufanya mambo anayoyafanya? Unaweza ukamkuta ni kijana yupo anafundisha na kanisa lake, anahubiri hivi, amekaa hivi, anafundisha neno la Mungu, anakuwa na simu yake pale, anasoma, anafundisha, ameweka na nne hivi. Anaamini uongozi ni kutumikiwa, wamemwekea na kiti, anafundisha, amekaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa hilo ni tatizo. Tafsiri ya 4 isiyo sahihi ya kiuongozi. Uongozi ni kwa ajili ya watu maalum. Uongozi ni kwa ajili ya watu maalum. Kuna watu wanaamini ya kwamba kuna watu wengine wao wamezaliwa ni viongozi tu. Ndio maana nikauliza lile swali, viongozi wanazaliwa au wanaandaliwa? Na nikasema jibu jepesi, viongozi wanazaliwa na wanaandaliwa. Kuna wengine ambao wamezaliwa ndani yao kuna asili ya uongozi, lakini kuna wengine wamezaliwa hiyo asili ya uongozi hawana, lakini wanapookoka Mungu anawapa kalama ya nini? Ya uongozi. Na kiuhalisia hakuna mtu ambaye hana asili ya nini? Ya uongozi. Mwanzo 1:26 inasema hivi, tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege. Sasa tendo la kutawala, anayetawala ni nani? Kwa maana yake kila mwanadamu ndani yake ana asili ya uongozi, lakini kuna wengine ile neema inakuwaka kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uongozi sio kwa ajili ya watu maalum. Ndio maana kuna jambo na tatizo hili limetokea, imefika sehemu mtu anaona jambo linaharibika, anasema kiongozi bana hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakuta mahali kuna jambo limekaa vibaya, mtu anaweza akaingia kanisani akakuta vitu vimekaa vibaya, mambo akaangalia kiongozi wa usafi hayupo, akatoka. Huyo ndo anayeamini ya kwamba uongozi kwa ajili ya watu maalum. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya 5 ya uongozi ambao sio sahihi. Uongozi ni fursa ya kujipatia mali. Uongozi ni fursa ya kujipatia mali. Kuna watu wanaamini kabisa ya kwamba uongozi ni fursa ya kujipatia mali. Hii sio tafsiri sahihi ya kiuongozi. Na hao ndio ambao wanaokula hela za serikali na kuifilisi hii nchi, kwa sababu hawajui maana ya uongozi. Na kuna wengine wameingia mpaka kwenye kanisa la Mungu, wanaamini ya kwamba uongozi ni fursa ya kujipatia mali. Na kwa sababu hiyo kuna wachungaji wengine wameingia, wapo wanatumika, lakini wapo after money, wapo kwa ajili ya hela. Kuna mahali ukitembea ukienda, kuna wachungaji wengine kabisa wapo sehemu, ukisimama kuhubiri anakulimit, anakuambia sema hiki na hiki na hiki. Hiki usiseme kwa sababu ukiongea utatawanyisha washirika. Nishawahi kuambiwa mahali fulani, nilihubiri nikawakemea watu waache kuvaa vibaya.
viongozi wa ile sehemu wakaniita, wakanikalisha kikao, wakasema unahubiri mahubiri ya kukemea sana mpaka umetawanyisha washirika wetu. Kaangalia nikagundua hawa shida ni kwamba hawana akili, hawajui tafsiri ya uongozi. Sasa kuna sehemu zingine unaweza ukaenda, usifikiri makanisa yote yanafanana. Kuna sehemu zingine unaweza ukaenda ukahubiri, kabla hujamaliza kuhubiri unanyang'anywa mic, wanakuona unaharibu. Na hili tatizo lipo sana sehemu za mijini. Ukikemea watu waache dhambi, wanakwambia sisi hatutaki mambo ya dhambi, tunachotaka ni kwamba mtu atoe sadaka, maisha yaendelee. Hawajali kabisa kuhusu maisha ya watu, ni kwamba tu wao wapewe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, Jumapili ile niliwaambia hivi, mimi nimeamua kusema ukweli kwa gharama yoyote. Yaani hayo ni maamuzi yangu, na nitasema ukweli siku zote. Na mahali fulani nilikuwa nahubiri, nikamwambia kiongozi wa ile sehemu, nitawaambia ukweli watu wako, hata kama siku nyingine usiponiita kuja kuhubiri, ila nimesema ukweli, nisije nikadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kama uongozi sio kuamrisha wengine, uongozi sio fursa ya kujipatia mali, uongozi sio kutumikiwa, na uongozi sio kuwa na nafasi, uongozi ni nini sasa? Tafsiri ya kwanza, nini maana ya uongozi? Tafsiri sahihi za uongozi. Maana ya kwanza sahihi ya uongozi, uongozi ni uwezo wa kutumia vipawa alivyokupa Mungu ili kubadilisha maisha ya wanadamu. Uongozi ni uwezo wa kutumia vipawa alivyokupa Mungu kubadilisha maisha ya wanadamu. Kuna vipawa Mungu ameviweka ndani yako ili Mungu akuone wewe ni kiongozi. Unatakiwa ukitumia hicho kipawa ambacho Mungu amekupa kubadilisha maisha ya watu. Watu wa Mungu, kila mtu amezaliwa na kipawa. Kuna wengine wamezaliwa na vipawa. Jana nilitaja wakati nafundisha, nikataja mfano wa vipawa. Nikasema mfano mmoja wapo wa vipawa, kuna watu wamezaliwa na asili tu ya ufundi. Na hao ndio ambao ukimwambia nenda na fundi, anafanya kazi siku 2 alishajua kupiga bati. Kuna mwingine ataenda na fundi siku ngapi, yani hajui. Akiweka msumari akipiga hivi mara 2 msumari unapinda. Hana hicho kitu. Lakini kuna wengine wana vipawa vinaitwa, ni vipawa, nitumie kwa lugha hii, vya kufariji au kushauri. Kuna mtu ukikaa naye ndani yake ana kipawa cha kushauri. Anaweza akakushauri hata kama umepita sehemu pagumu, mpaka moyo wako ukafarijika, na akakuombea kwa sababu ya hicho kipawa alichopewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wana vipawa vya kuimba. Kwa hiyo uongozi, tafsiri sahihi, ni uwezo wa kutumia vipawa ambavyo umepewa na Mungu kubadilisha maisha ya watu. Ndiyo maana ukisoma vizuri viongozi wote wa kwenye Biblia walitumia kila ambacho Mungu amewapa kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Matendo 20:28. Matendo 20:28. Paulo wakati amewaweka wazee wa kanisa wakati kanisa linaanza, walikuwa wanaweka wazee wa kanisa ambao walisimama kama wachungaji. Paulo akawakusanya wale wazee wa kanisa, akawaambia hivi, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi ambalo Mungu amewaweka kuwa, ambalo Roho Mtakatifu ameweka kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Na akawaonya akasema, kuna watu watainuka, wataleta mafundisho potofu. Kwa anawapa tahadhari viongozi walilinde lile kundi, manake watumie vile vipawa na kalama alivyowapa Mungu kuweza kubadilisha maisha ya watu. Kama Mungu amekupa kipawa fulani kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu, na wewe hukitumii, ile siku utadaiwa.
Kuna wimbo fulani wameimba watu wa Kasfeta chuo cha Dodoma. Wanaimba wimbo unasema ya kwamba Bwana, nisipoifanya kazi yako siku moja nitadaiwa. Watu walikuwa hawapendi kabisa ule wimbo ibadani. Maana ule wimbo wakianza kuimba, watu wanaanza kukamatwa mioyo yao, wanaanza kushtakiwa kwamba Bwana, nisipoifanya kazi yako siku moja nitadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tafsiri sahihi ya pili ya uongozi inasema hivi: uongozi ni kuwatumikia wengine. Uongozi ni kuwatumikia wengine. Kwa wewe ukiwa ni kiongozi, umewekwa kuwatumikia wengine. Hujawekwa kutumikiwa, ni kutumikia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa maana yake wewe ukiwa ni kiongozi wa praise, umewekwa kuwatumikia watu wengine, uwaongoze kuabudu. Wewe kama ni kiongozi wa wamama, umewekwa usimame kwa ajili ya wamama. Kama ni kiongozi wa vijana, umewekwa utumike kwa ajili ya vijana. Kila mtu kwenye eneo ambalo amewekwa, Mungu amekuweka utumike kwa ajili ya hao watu. Maana yake wewe usipotumia vipawa na karama ambavyo Mungu amekupa kuwatumikia hao watu na kubadilisha maisha yao, kuna siku utadaiwa. Sasa fikiria kwenye akili yako, tangu umepewa hiyo nafasi, umetumia kipawa kipi kubadilisha maisha ya hao watu uliopewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tafsiri ya tatu: uongozi ni kutumia ushawishi wako ili kuleta mabadiliko katika jamii yako. Uongozi ni kutumia ushawishi wako ili kuleta mabadiliko katika jamii yako. Ni kutumia ushawishi, sio mamlaka, sio kuamrisha, ni kutumia ushawishi. Na ndiyo maana kiongozi anatakiwa ajae nguvu za Roho Mtakatifu ili atakaposimama kutoa hoja mbele za watu, lile neno liwashawishi wale watu. Ni kutumia ushawishi wako kuleta mabadiliko katika jamii yako. Na ndio maana kiongozi wa serikali ya mtaa au wa kijiji hasimami pale wakaanza kupiga si majembe au kutangaza kwa spika kwamba ni lazima kufanya hivi na hivi. Waka wanatangaza, wanaenda kukaa kikao cha kijiji, anajadili na wananchi. Maana yake yeye inabidi awe na akili ya kutumia ushawishi, kuwashawishi wananchi ili kwamba lile ambalo yeye analiona liweze kuleta mabadiliko. Japokuwa viongozi wa sasa hivi hawajui, wao wanatumia tu mamlaka. Kuna sehemu ya kutumia mamlaka, lakini kuna sehemu ya kutumia ushawishi. Tafsiri ya nne ya uongozi inasema hivi: ni kutoa mchango kwa watu wanaokuzunguka hata kama hauna nafasi. Kutoa mchango kwa watu wanaokuzunguka hata kama huna nafasi. Uongozi ni kutoa mchango wako kwa watu wanaokuzunguka hata kama huna nini? Huna nafasi. Kuna watu wengine ana macho kabisa ya kuona hapa mahali panaharibika, lakini hataki kumfuata kiongozi aenda akatoe mchango wake. Amekaa tu kimya mpaka mambo yanaharibika. Mungu anajua ya kwamba ulikuwa na hiyo akili, ili ukikaa kimya ile siku utadaiwa. Utadaiwa. Na ndio maana kule juu nimesema uongozi sio kuwa na nafasi. Uongozi ni kutumia mchango wako kuleta mabadiliko kwenye maisha ya watu wako wanaokuzunguka hata kama huna nafasi. Tafsiri ya tano na ya mwisho ya uongozi: uongozi ni kutatua matatizo.
Uongozi ni kutatua matatizo. Hauwi kiongozi ili utatue matatizo, lakini unatatua matatizo ili kuthibitisha ya kwamba wewe ni kiongozi. Hautatui matatizo ili uwe kiongozi, unatatua matatizo ili kuthibitisha ndani yako kuna nafasi ya nini? Ya uongozi. Kwa sababu kuna watu wengine akiona mahali fulani akitatua tatizo anataka apewe nafasi ya nini? Ya uongozi. Hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Watu wa Mungu, mmenielewa hata kidogo? Jambo la pili sasa, sifa na tabia za viongozi wa kiroho. Maana tunajifunza uongozi wa kiroho. Sifa na tabia za viongozi wa kiroho. Kiongozi wa kiroho kuna sifa ambayo anatakiwa awe nayo ili afae kuwa kiongozi. Asipokuwa na hiyo sifa, kiuhalisia hafai kuwa kiongozi. Na ndio maana nimesema viongozi wanazaliwa, viongozi wanaandaliwa. Unajua kiuhalisia shemasi anatakiwa andaliwe hata ndani ya mwaka mmoja, uwaga anaangaliwa tu. Baada ya pale ndio anaweza akapewa nafasi. Nafasi kama za uzee wa kanisa inabidi mtu aandaliwe na atengenezwe kwenye wokovu hata miaka miwili. Wanamwangalia tu mienendo yake, wanampa kazi. Lengo ni kwamba wanamfundisha ili awe kiongozi. Kuna sehemu fulani nilicheka sana, mchungaji mmoja alikuwa anahubiri akasema, kuna mshirika mmoja alienda mahali fulani. Baada ya pale akajitambulisha, wakawa wanatoa michango kwenye lile kanisa. Sasa yeye akasimama akanyosha mkono akasema, mimi natoa 100,000. Sasa kwa sababu mchungaji hajui nini maana ya uongozi, ni mshirika mgeni tu, aliposema tu natoa 100,000, dakika hiyo hiyo akasimama akasema, mtu ametoa 100,000, mnaonaje? Si huyu mzee wa kanisa? Akabebewa na viti, analetewa mbele, ni mzee kwa kutoa 100,000. Nitakuonyesha huku sifa za viongozi. Unaweza ukawa una hela lakini huna sifa ya kuwa. Unaweza ukawa na elimu lakini huna sifa ya kuwa. Vina mchango wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa vigezo vya kuingia kwenye uongozi vipo vingi, lakini mimi nimeweka vitatu. Vigezo vya kuingia kwenye uongozi hapo hapo kwenye sifa. Vigezo vya kuingia kwenye uongozi mimi nimeweka vitatu. Kigezo cha kwanza, kuokoka. Kuokoka. Ili mtu afae kuwa kiongozi wa kiroho ni lazima awe ameokoka. Jana wakati nafundisha niliuliza swali la uchokozi, nikasema kuokoka maana yake nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki niulize, lakini ili mtu afae kuwa kiongozi wa kiroho, kigezo cha kwanza lazima awe ameokoka. Haiwezekani mtu kumweka kwenye uongozi wa kiroho kama hajafanya nini? Hajaokoka. Haiwezekani. Na sina muda mimi wa kueleza sana maana ya kuokoka maana yake nini. Japokuwa kuna watu wanasema kuokoka maana yake nini? Kuokoka ni kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inaishia hapo. Ukiishia hapo una 0.00002 kati ya 100. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kiongozi wa kiroho, kigezo cha kwanza cha kuingia kwenye uongozi, lazima awe ameokoka. Yaani awe ametubu dhambi zake na kuziacha. Huyo ndo anafaa kuwa kiongozi wa kiroho. Kama hajatubu dhambi zake na kuziacha, huyo hafai. Huyo hafai. Bwana Yesu asifiwe. Kigezo cha pili cha kuingia kwenye uongozi wa kiroho ni kujazwa Roho Mtakatifu. Ili mtu afae kuwa kiongozi wa kiroho ni lazima awe amejazwa nini? Roho Mtakatifu.
Huu unaitwa ni uongozi wa kiroho, sio wa duniani. Kwanza tu jina lako unaitwa uongozi wa kiroho. Ili wewe uweze kuongoza, ni lazima umejazwa na Roho Mtakatifu. Ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu kiuhalisia, kibiblia, hafai kuwa kiongozi. Hana kigezo. Kwa sababu huu uongozi wa kiroho, kuna mahali huwaga unafika, kuna changamoto zinaanza kuingia ambazo zinahitaji exercise mamlaka ya Mungu. Yaani utumie mamlaka ya Mungu ulionayo ndani yako ili uweze kuleta matokeo. Kama mtu hajajaa Roho Mtakatifu hawezi hilo jambo. Na kuna baadhi ya mambo mengine sina muda sana wa kuelezea, lakini mtu ambaye amejaa Roho Mtakatifu ana kitu kinaitwa tunda la Roho Mtakatifu au tabia ya Mungu ndani yake. Maana yake kuna nyakati zinafikaga ni ngumu, lakini inabidi uendelee kubaki kwenye uongozi pamoja na hizo nyakati ngumu. Sasa anayekusaidia hapa kuvumilia hiyo hali ni Roho Mtakatifu. Maana yake wewe ukiwa kiongozi una Roho Mtakatifu, kiuhalisia hufai. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niwape assignment moja. Naomba tufumbe macho wote, usiangalie. Wote tufumbe macho wote kabisa. Yaani hapa nabaki mimi naye angalia, ambaye ana uhakika amejazwa Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu zipo ndani yake, anyoshe mkono. Una uhakika kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani yangu na huwaga ananiongoza, nyosha mkono. Nyosha kabisa, mimi sinaona. Tushushe. Naomba mimi siongee neno, lakini watu wa Mungu ni lazima unamhitaji Roho Mtakatifu. Alafu kitabu cha Wagalatia kinasema ya kwamba enendeni katika Roho, mtatimiza tamaa za mwili. Kuna baadhi ya mambo wewe huwezi ukayashinda. Ipo hivi, nitolee tu mfano japokuwa ni mbaya, naomba mnisamehe. Mwanaume huwaga anavutwa kwa kuona. Maana yake ni kwamba wewe ukiwa ni kijana, ukiwa unapita huko mtaani, kama una Roho Mtakatifu, itakuwa kila siku unatamani kwa dada. Na kila wiki wakiitwa kutubu, wewe utakuwa unapita mbele kutubu kwa ajili ya nini? Ya uzinzi. Kama wewe ni dada, utakuwa unatamani huko wanaume. Na dunia imeenda mbali zaidi, watu wanaangalia mambo mabaya kwenye simu. Wewe ukiwa una Roho Mtakatifu, ukishika simu hii ukiingia tu mtandaoni, mawazo yako yatakukamata, yatakupeleka kuangalia vitu vya kijinga. Lakini Roho Mtakatifu ana kitu kinaitwa kiasi. Lugha ya Kiingereza anatumia self control, yaani kujiongoza mwenyewe. Sasa kiuhalisia mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, yaani kiufupi, hafai kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Sifa ya tatu na kigezo cha mwisho cha tatu kinaitwa ukomavu wa imani. Ukomavu wa imani. Ili mtu huyu afai kuwa kiongozi wa kiroho, inabidi awe mkomavu wa imani. Maana yake ni nini? Maana yake huyu mtu au amefundishwa mambo yote ya wokovu, anayajua kabisa vizuri, anayafahamu kiasi kwamba akiulizwa swali ana uwezo wa kujibu. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 16. Waefeso 4:12 mpaka 16. Paulo anasema ya kwamba zile karama zipo kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, kujenga mwili wa Kristo, hata kazi ya huduma itendeke. Lakini mstari wa 13 anasema hata sisi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kufika kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo, ili tena tusio watoto wachanga wa kuchukuliwa na kila upepo na kila elimu. Sasa maana yake huyu mtu inabidi awe mkomavu wa imani kiasi kwamba hawezi kushawishiwa na imani potofu. Sio tu hawezi kushawishiwa na imani potofu, yeye mwenyewe ana mahusiano binafsi na Mungu. Halafu huyu mtu
akiulizwa kwa habari ya wokovu awe na uhakika wa kujibu maswali. Mfano, wewe ukiwa kule mtaani unamshuhudia mtu, unasema ya kwamba okoka, akakuuliza kwani kuokoka maana yake nini? Maana yake kama wewe haujui maana ya kuokoka, wewe bado hujawa mkomavu kiimani. Kuna maswali mengine tu ni mepesi. Biblia imesema hivi, Mungu akaamrisha akasema tunatakiwa tupumzike siku ya saba, yani Sabato. Si ndio watu wa Mungu? Si ndio Biblia inasema hivyo? Haya, akakuuliza nyie siku ambayo huwaga mnasali ni siku gani? Leo ni siku ya ngapi? Au sio? Siku ya kwanza ya juma. Na Biblia inasema unatakiwa ikumbuke siku ya Sabato, ishike kitakatifu. Maana yake sisi tunaabudu siku ambayo sio sahihi. Si ndio maana yake? Bwana sio. Inabidi uwe mkomavu wa imani wa kuweza kulijibu hilo swali kiuhalisia. Siku hii ambayo tunaabudu leo sisi ni siku ya kwanza ya nini? Maana Biblia hivi wiki ijayo si ni Pasaka. Si ndio? Si ndio watu wa Mungu? Amina. Pasaka si Jumapili. Amina. Na siku hiyo huaga tunasherehekea, tunasema ya kwamba ile siku asubuhi tutashangilia ile Jumapili Yesu amefanya nini? Amefufuka. Aishafufuka miaka mingi, lakini tunakumbuka kufufuka kwake. Na wale walioenda kaburini kumwangalia amefufuka, ilikuwa ni siku ya ngapi? Ya kwanza ya juma. Ila huku Biblia imesema ushike siku ya saba ya Sabato. Na wewe unaabudu siku ya kwanza ya nini? Manake wote mnaenda jehanamu, si ndio? Na mimi ninawaacha hapo zilijibu. Talijibu siku nyingine. Inabidi uwe na ukomavu wa imani kuweza kuyajibu hayo maswali. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengine wanasema Biblia hiki ni kitabu tu kama vitabu vingine wameandika wanadamu. Inabidi uwe mkomavu wa imani kiasi kwamba wewe uweze kuitetea hii Biblia ni neno la nani? La Mungu. Lakini uwe na mahusiano binafsi na Mungu kiasi kwamba tukikuuliza wewe Mungu huwaga anasema, yani swali jepesi ukitaka ushangae, waulize Wakristo kwamba tangu Jumatatu mpaka leo hii Jumapili Mungu amesema na wewe nini kwenye maisha yako. Ni utagundua watu hawana mahusiano binafsi na Mungu. Haiwezekani kutoka Jumatatu mpaka leo Jumapili Mungu hajasema na wewe neno. Kama kweli Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Maana Biblia inasema kwenye Yohana 14:26, atakapokuja huyo Roho wa kweli atawafundisha na kuwakumbusha yote. Maana yake kama una mahusiano binafsi na Mungu, umekomaa kiimani, wewe Mungu atakuwa anasema na wewe, anakuongoza cha kufanya. Na kwenye maisha yako kuna wakati unaweza ukatulia tu akakwambia ingia kwenye mfungo labda siku 2. Inawezekana hujapanga, lakini akakwambia ufanye nini? Ufunge. Lakini kama wewe huaga umsikii Mungu, itakuwa ni vigumu. Sasa anayestahili kuingia kwenye uongozi ni mtu aliyekomaa kiimani na mahusiano binafsi na Mungu, analijua neno la Mungu. Kama hajui kiuhalisia hafai. Na sio kwamba nina disqualify watu, lakini ninachotaka ni kwamba wewe uingie kwenye nafasi ya kuyatafuta haya mambo mpaka yazaliwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kama nimekupa vigezo vya kuingia kwenye uongozi, zifuatazo ni sifa za kiongozi wa kiroho. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Sasa kama wewe ni kiongozi, umekwalikai vigezo kwamba umeokoka, umejaa Roho Mtakatifu, umekuwa mkomavu kiimani, hizi maana yake ni vigezo ambavyo vinakuingiza kwenye uongozi. Lakini ili uendelee kudumu kwenye uongozi na kufanikiwa, kuna sifa inabidi uwe nazo ambazo zinatajwa hapa kwenye Timotheo wa kwanza 3:1 mpaka 12.
Na sasa hizi sifa ni nyingi, lakini nimezigawa kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza la sifa hizi zinaitwa sifa za kibinafsi, sifa za kibinafsi. Alafu kundi la pili, sifa za kifamilia, sifa za kifamilia. Ila siku nyingine nikija kufundisha nitakuja nigawanye kwa makundi zaidi ya haya. Nitakuja niongee makundi manne, ila leo naongea mawili, nimegawa kwenye mawili. Nikifundisha siku nyingine sifa nitakuja nigawe kwenye makundi manne. Bwana Yesu asifiwe. Sifa za kibinafsi, anasema hivi, ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Neno askofu hapo lina maana ya mwangalizi, na mwangalizi maana yake ni kiongozi. Sasa anasema ya kwamba anayetamani anatamani kazi njema. Anaanza kutaja sifa. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Hiyo ni sifa ya kibinafsi, asiyelaumika, yaani usiwe na lawama kama kiongozi. Ikifika sehemu wewe ukawa kiongozi, watu wanakulaumu, halafu na kweli ukaonekana una makosa, hufai kuwa kiongozi. Ni heri watu wakulaumu kwa sababu ya mema, na Biblia inasema mkilaumiwa kwa ajili ya mema, neema au roho wa Bwana na wakalia. Ila wewe ukiwa kiongozi unalaumiwa kwa ajili ya mabaya, hufai. Asiyelaumika. Hapa anasemaje tena? Hii ya pili ni sifa ya kifamilia. Anasema mme wa mke mmoja. Maana yake akiwa mwanaume inabidi awe mme wa mke mmoja. Akiwa na wake wawili afai kuwa nani? Afai kuwa nani? Watu wa Mungu mnanisikia? Afai kuwa kiongozi, sio kuwa askofu. Askofu maana yake ni kiongozi au mwangalizi. Yaani hafai kuwa kiongozi. Akiwa na wake, akiwa mwanaume inabidi awe na mke mmoja. Akiwa mwanamke inabidi awe na mume mmoja. Na huyo mwanaume kiuhalisia inabidi awe na mke. Hata kama huyo mwanaume hajaokoka, inabidi wewe mwanamke uhakikishe, ili ubaki kwenye hiyo nafasi ya kwamba huyu ni mume wangu. Hata kama mpo wawili, inabidi wewe uwe ulikuwa wa kwanza. Kama wewe uko wa pili kwenye hiyo ndoa, umevamia ndoa ya watu, kama umeokoka, kibiblia haufai kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwenye kiasi na busara, hiyo ni sifa ya kibinafsi. Mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, hizo zote ni sifa za kibinafsi. Mtu wa utaratibu, maisha yake yamepangiliwa, so maisha ya ovyo ovyo. Maana ukiwa kiongozi nategemea nikikuuliza ratiba yako ikoje, inabidi uniambie una ratiba iliyoeleweka, imepangiliwa, ya kwamba kesho ratiba yangu ni hii na hivi. Nikitoka hapa natakiwa niende hapa na hapa. Usiwe kiongozi hauna ratiba inayoeleweka. Ndio wale wanaosema napoteza muda. Napoteza muda, hilo ni tatizo. Lakini pia kwenye utaratibu inahusisha mpangilio wa nyumba yako. Mtu wa utaratibu. Sasa ukiingia kwenye nyumba wa mama, wewe ni kiongozi. Na mojawapo ya majukumu wa mama kwenye familia yanaitwa kutawala mambo ya nyumbani. Sasa wewe ni kiongozi mama kwenye familia, tukiingia chombo kimoja kipo mezani, cha pili kipo kwenye uvungu wa meza, cha tatu kipo kitandani, mwiko upo kwenye jiko la kupikia. Bwana Yesu asifiwe. So maisha ya utaratibu. Unakuta kijana kwenye nyumba yake kiatu kimoja kipo kitandani kula anakolala kichwani, kimewekwa kule. Kiatu kingine kipo nje. Biblia imeanguka kule kwenye kona. Sio mtu wa utaratibu, hafai kuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ajuaye kufundisha, mkaribishaji. Lakini pia anasema ya kwamba si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha,
Hizo zote ni sifa za kibinafsi. Kiongozi unatakiwa uwe nazo. Mtu wa kujadiliana maana yake mtu wa kupishana. Hapo sifa nyingine ya kifamilia anasema mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuae kutiisha watoto wake katika ustahivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna. Bwana Yesu asifiwe. Zote hizo ni sifa. Mwenye kusimamia maana yake kama yupo kwenye familia sasa, anatakiwa asimamie nyumba yake vizuri. Kama wewe ni mama, unatakiwa ujue wajibu wako kwenye familia. Kuna wajibu mwingi kutii kwa mume wako, kusimamia majukumu yote ya nyumbani. Lakini ukiwa mwanaume, wewe kama kiongozi na kichwa cha familia, kumpenda mkeo. Ukiwa mwanaume huko kwenye familia na kiongozi ndani ya kanisa la Mungu, halafu haumpendi mke wako au mna ugomvi na mke wako, kibibilia haufai kuwa kiongozi. Haufai. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kutiisha watoto wake. Biblia iko wazi, inaeleza yeye asiyesimamia nyumba yake vizuri atawezaje kulitunza kanisa la nani? La Mungu. Kwa hiyo kiongozi unatakiwa uyatengeneze mambo hayo. Lakini ukiwa ni mtoto kwenye familia, wewe unatakiwa uwe mtii. Uwe mtii. Usipokuwa mtii, kuna mambo hayawezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa naomba nimalizie nisiende sana. Tabia za viongozi nitazitaja, sitafundisha, alafu nitaenda kumalizia sehemu nyingine. Nitafundisha siku nyingine kama nikipata nafasi. Tabia za viongozi. Viongozi wana tabia gani? Ni watu wa tabia zipi? Viongozi wa kiroho. Cha kwanza, maono. Viongozi wa kiroho ni watu wenye maono, au kwa lugha nyepesi, malengo na mipango. Usiwe kiongozi wa kiroho afu una mipango kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa. Kiuhalisia, kama wewe ni kiongozi wa praise, inabidi tukija tukikuuliza, praise sasa hivi mna maono gani? Inabidi utuambie kwamba praise sasa hivi tuna maono, na maono sio wajibu. Tofautisha. Yaani mfano ukiwa praise usiseme ya kwamba tuna maono ya kuja tunafanya mazoezi Jumamosi. Hayo sio maono, huo ni wajibu. Maono maana yake mna mipango gani? Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi asiyekuwa na maono hafai. Mithali 29:18. Mithali 29:18 inasema pasipo maono watu huacha kujizuia, lakini ana heri yeye aishikaye sheria ya Bwana. Maana yake kiongozi asiyekuwa na maono hafai. Inabidi utuambie wewe kama kiongozi una mipango gani au una malengo gani? Tofauti na hapo hufai kuwa kiongozi. Lakini kiongozi wa kiroho ana tabia gani? 2, ujasiri. Yoshua 1:6. Ujasiri. Kiongozi wa kiroho tabia yake ni ujasiri, sio muoga. Sio muoga. Kuna watu ni waoga mpaka basi. Yoshua 1:6. Kuna watu ni waoga mpaka basi. Sasa wewe ukiwa ni kiongozi wa kiroho alafu ni muoga, hilo ni tatizo kubwa. Kuna watu wengine ni waoga kwenye mambo mepesi kabisa. Ipaka tu limelia, hayo maombi atakayopigwa ni hatari. Wewe ni kiongozi unakuwa muoga tu, unaambiwa kiongozi funga basi siku 2. Hauwezi siku 2. Sasa ukiwa kiongozi hauwezi kufunga siku 2, wewe si kiporo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi wa kusema neno hilo, mimi sijatukana. Lakini sio sawa, wewe kiongozi hauwezi kufunga siku 2. Yaani muogo ukiambia siku 2 unasema nitakonda.
Kiongozi ana tabia gani? Mnyenyekevu. Mnyenyekevu. Kiongozi ni mnyenyekevu, sio mbishi, sio mwenye kiburi. Ukiwa kiongozi ni mbishi, mwenye kiburi, haufai kwenye uongozi. Lakini kiongozi ana tabia gani? Mwaminifu kwa mambo yote. Mwaminifu kwa mambo yote. Kiuhalisia, naomba niseme neno hili lakini nisamehe. Kama tumekubaliana viongozi na vijana tunarudi jioni, alafu mtu hajarudi na hajatoa taarifa kwa mchungaji au kwa uongozi mwingine wa kanisa, totally is disqualified. Hafai kuwa kiongozi. Yaani wewe ukiitwa kiongozi, umeitwa kwenye mafundisho au umeitwa kwenye kikao, alafu kaacha kuhudhuria bila taarifa, kiuhalisia hufai kuwa nani? Kiongozi. Haufai kuwa kiongozi. Okay, sawa. Nimalizie jambo la mwisho. Mengine nitayafundisha siku nyingine. Lakini kiongozi pia tabia yake nyingine ni kugawa majukumu. Huwezi ukawa kiongozi unafanya majukumu yote ni wewe. Yaani wewe, mfano nichukulie, wewe ni kiongozi kwenye sehemu yako, alafu kila jambo unafanya wewe. Hapo kunakuwa kuna tatizo. Kunakuwa kuna tatizo. Mfano mwepesi, nitolee mfano huu. Mfano wewe umeenda mahali fulani kuchunga, wewe ni mchungaji. Baada ya pale kanisani wewe ndo mhubiri. Kanisani wewe ndo mwimbaji wa praise. Kanisani wewe ndo unaseti vyombo. Ukiwa mchungaji wa hivyo hufai kuwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unanielewa watu wa Mungu? Maana kuna wengine hapa wataitwa kwenda kwenye uchungaji. Simpo tayari? Amen. Watu kiwaambia kuitwa kwenye uchungaji wanasema sasa umekuja. Naomba nimalizie jambo la mwisho. Mengine nitayafundisha siku nyingine kama nikipata nafasi. Jambo la mwisho ambalo natamani nifundishe linaitwa gharama za kuwa kiongozi. Gharama za kuwa kiongozi. Ili uwe kiongozi kuna gharama unatakiwa kuzilipa. Jambo la kwanza, kufanya zaidi. Ukiwa kama kiongozi unatakiwa ufanye zaidi ya washirika wako unaowaongoza au ya watu wako unaowaongoza. Kufanya zaidi. Wewe ukiwa ni kiongozi wa praise, kiongozi wa mama, kiongozi wa vijana, baada ya pale unaomba maombi ya dakika 10 kila siku sawa na watu wako wanayoombaga, wewe haujalipa gharama ya uongozi. Unatakiwa ufanye zaidi ya watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Kufanya zaidi. Fanya zaidi. Yaani mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana, alafu baada ya pale nikawa nasoma sura moja kwa siku sawa na mtu mwingine anavyosoma, sifai. Nijitolee mfano mimi. Nikimtolea mwingine nasema Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio uhalisia. Yaani wewe kwenye nafasi yako ukiwa unafanya sawa na watu wako, haufai kuwaongoza hao watu. Yaani siku umepewa nafasi, pandisha viwango kuliko watu nao waongoza. Kufanya zaidi. Hiyo ndio gharama ya kuwa kiongozi. Maana yake neno, usome neno zaidi ya watu wako, uombe zaidi ya watu wako. Jambo lingine, kuwa na muda binafsi. Kiongozi unatakiwa ulipe gharama ya kuwa na muda binafsi.
Maana yake kama wewe unaongoza idara fulani, mnaamizana ya kwamba idara tunakutana tunaomba. Nikimaliza kuomba, wewe unatakiwa na wewe uwe na muda wako binafsi wa kuomba na kusoma neno la Mungu. Yaani wewe peke yako uwe na muda binafsi. Lakini jambo lingine, kiongozi, gharama nyingine, kuwajibika. Kiongozi ni lazima uwajibike. Ukishindwa kuwajibika, wewe kama kiongozi haufai kuwa kiongozi. Ni lazima utimize wajibu unaokuhusu. Ni lazima utimize. Yaani tukichukua haya baada ya pale tukayaingiza kwenye utendaji yote, disqualify viongozi wote wa kanisa, afu mnatubu, mnaanza upya. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio uhalisia, kwa sababu unajua tukishindwa kufanya jinsi inavyotakiwa, unajua Mungu anatushangaa. Lakini kiongozi ana maisha ya upweke. Hiyo ni gharama na maisha ya upweke. Unajua ukiwa kiongozi kuna wakati yaani utalazimika kukaa maisha ya upweke ambayo inaonekana ni kama vile umekataliwa, lakini hujakataliwa. Paulo anaandika, sijakumbuka andiko, anasema ni kama watu tulio dhaifu lakini tuna nguvu, ni kama watu wenye huzuni lakini wenye furaha siku zote. Maisha ya upweke yanamuhusu kiongozi. Nisoma vizuri manabii wa Agano la Kale, hayo maisha waliyaishi sana. Bwana Yesu asifiwe. Gharama nyingine ya kuwa kiongozi, kutokueleweka na baadhi ya watu. Yaani kama hawakumuelewa Yesu Nazareti, mwana wa Mungu, Wasukuma wanasema mwana Maria, hawakumuelewa. Hawatakuelewa wote. Mimi nakuhakikishia, ongoza kwa namna yoyote ya uzuri, watu hawawezi kuelewa wote. Ni lazima ukubali kutokueleweka na baadhi ya watu. Yaani hiyo ipo hivyo, hiyo ni gharama ya uongozi. Utasema hivi, huyu yupo anapinga. Utasema hivi, huyu yupo. Watu wote hawawezi kukuelewa. Hamna mtu ambaye dunia ishawahi kumkubali watu wote. Kwa mjibu wa Biblia, mtu ambaye atakubalika na dunia yote ni mpinga Kristo peke yake. Sasa sina muda wa kufundisha hayo. Sasa jambo la mwisho ambalo naenda kumalizia ili tukamshukuru Mungu, maana tumefika mwisho. Gharama ya kuwa kiongozi. Mengine nitayafundisha siku nyingine. Kujaa Roho Mtakatifu kwa kiwango cha juu sana. Kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 16 mpaka 25. Hesabu sura ya 11 mstari wa 16 mpaka ule wa 25. Nitasoma alafu baada ya pale nitarukaruka, sitasoma yote. Biblia inasema, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi ni lazima achukue gharama ya kujaa Roho Mtakatifu kwa kiwango cha juu sana. Na hii ni kwa sababu
kuna baadhi ya mambo ambayo nimeyasema kama tabia ya viongozi. Mojawapo ya jambo ambalo nimelisema kama tabia ya viongozi ni kuwa na maono au kuwa na mipango. Mara nyingi zaidi kiongozi ni lazima awe na uwezo wa kiroho kwa njia ya Roho Mtakatifu kuweza kuona ng'ambo zaidi ya wengine ambavyo wanavyoona. Kama hujajaa Roho Mtakatifu huwezi ukaiona kesho ya watu wako. Mtu ambaye amejaa nguvu za Roho Mtakatifu kwa kiwango cha juu sana ana uwezo wa kuona katika nia ya Mungu, akatazama na akatangaza. Biblia inasema ya kwamba Mungu ni Mungu ambaye anayetangaza mambo ambayo hayako kana kwamba yamekwisha kuwapo. Ni yeye ambaye anayetangaza mwisho tangu akiwa mwanzoni. Na huu uwezekano unawezekana tu kwa mtu ambaye amejaa nguvu za Roho Mtakatifu nyingi sana. Huwezi ukawa na maono ya kuona mbele ya kesho ya watu unaowaongoza kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako. Kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, huwezi ukakaa ukaona ya kwamba baada ya miaka kadhaa nitakuwa na jeshi kubwa la wamama, baada ya miaka kadhaa nitakuwa na jeshi kubwa la vijana, baada ya miaka kadhaa nitakuwa na jeshi kubwa la kanisa. Kuna watu ambao walioanza chini, lakini pamoja na kudharauliwa na kutukanwa, wao waliona kesho yao iliyoko mbele ya macho yao. Ndiyo maana walikaza mwendo. Nataka nikwambie, usipoweza kuona mbele yako wewe, kuna mahali utapita, utachoka na utashindwa kuendelea kwa sababu huna uwezo wa kuona mbele yako. Siwezi kusahau neno moja liliwahi kunitokea wakati fulani, kipindi nikiwa mahali fulani nikiwa naendelea na masomo. Kuna changamoto nyingi zilitokea za nyumbani na zikia masomo, lakini nikakumbuka neno moja ya kwamba kuna siku Mungu aliwahi kunionyesha kesho yangu iliyoko mbele yangu. Kwa hiyo nikasimama kuvumilia katikati ya yale magumu na mabaya yote yaliyotokea, kwa sababu nilikuwa ninaiona kesho yangu. Na mara nyingi Mungu huwaga analisema jambo hili, mara nyingi zaidi kwa mtu ambaye amejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Huwaga sisahau pia kuna wakati nilitoka nikiwa chuoni kwa sababu ya baadhi ya mambo yalitokea, lakini Mungu akanitokea kwa namna nyingine, akamtumia mtu ambaye sijawahi kumwambia maisha yangu, lakini alikuwa ni rafiki yangu. Akaniletea akaniambia, Mungu ameniambia hivi na hivi. Mungu akarudia jambo lile lile ambalo amewahi kulisema kwenye maisha yangu. Maana yake Mungu ananitazamisha kuona kula mbele ambako ninakoelekea. Hata bado sijafika hata 1/10, hata sasa sijafika. Kuna mahali natakiwa nielekee. Nini ambacho kinaweza kukupa ujasiri wa kuendelea mbele katikati ya magumu unayokutana nayo kwenye uongozi? Siku zote nimekwambia gharama ya uongozi kuna wakati hautaeleweka na watu wote, lakini nini kitakusimamisha uendelee mbele siku zote katikati ya kutokueleweka na jamii inayokuzunguka, katikati ya kutokueleweka? Inawezekana kwa wazazi wako, inawezekana kwa mume wako, inawezekana kwa ndugu zako. Ni vile ambavyo utakuwa umejaa Roho Mtakatifu, kila ambapo litakuwa limekuja jaribu la kutokueleweka, Mungu atakukumbusha, atakwambia, mwanangu, itazame kesho yako ile ambayo nimeiweka kwa ajili ya maisha yako, na wewe utapata nguvu, utatiwa nguvu. Baada ya hapo utaendelea. Lakini kama hujajaa Roho Mtakatifu hautaweza kuvumilia kwenye hayo magumu, wala hautajua Mungu anakupeleka wapi. Lakini ukijua ni wapi Mungu anakupeleka, utaendelea mbele. Haijalishi utakutana na nini, haijalishi ni changamoto gani, lakini utakaza mwendo kama Paulo anavyosema, maana alikuwa amekwisha kuona ya kwamba tayari ameingia mbinguni. Hivyo baada ya pale walipomuita kwenda kumuua, akasema ya kwamba yeye safari ameimaliza na mwendo ameumaliza. Kisha baada ya pale amewekewa taji, maana alikuwa ameona Stefano wanampiga mawe, pamoja na kwamba alikuwa ni kiongozi, lakini wanampiga mawe, wanamsalau, wanamwona ya kwamba hafai. Lakini Stefano kwa jinsi ya kiroho alikuwa amejaa Roho Mtakatifu, akaona kwa jinsi ya kiroho mbingu zimefunguka, Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi, malaika wamemzunguka, na Yesu kama mjumbe wa agano ameketi mkono wa kulia, lakini wao walikuwa hawaoni. Alipoona hivyo akatambua ni majira ya kupokelewa mbinguni, akaendelea kuvumilia yale maumivu, akasema ya kwamba Baba, usiwahesabie dhambi kwa sababu ya kosa hili. Nini kilimfanya
alijaa Roho Mtakatifu. Yesu anaenda kumalizia kazi ile ya msalaba pamoja na magumu aliyokutana nayo ambayo yalimsonga, lakini Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Waebrania ya kwamba tumtazame Yesu, yeye aliyeanzisha kazi hii. Anasema ya kwamba yeye aliyevumilia maumivu ya msalaba, maana aliona baada ya kutoka msalabani atainuliwa kuliko majina yote, vitu vyote vitatishwa chini yake. Aliona baada ya maumivu ya msalaba kuna watu wataokoka kama sisi tulivyookoka leo. Yesu aliliona kanisa kwa miaka mingi toka ndani yake. Alipokuwa msalabani alivumilia yale maumivu, maana alikuwa amejaa Roho. Aliomba mpaka machozi yake yakageuka kuwa matone ya damu, hivi akavumilia, maana aliliona kanisa. Alituona tuliookoka, alituona tuliolemewa na dhambi, hivi akavumilia yale maumivu ya msalaba. Kama utajaa Roho Mtakatifu, kuna baadhi ya mambo hayataenda, kuna upinzani utakutana nao, siku moja utakata tamaa kwa sababu huna Roho Mtakatifu. Biblia inasema magumu yakitukuta sisi tunaendelea mbele, haijalishi ni jambo gani, maana kipimo chetu tuwe waaminifu hata kufa, tuwe waaminifu hata kufa, maana tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo Bwana ameiweka kwa ajili ya maisha yetu. Ninawakumbusha jioni ya leo, viongozi inukeni tena, mkasimame tukamtumikie Bwana pamoja, tukaupende mzigo huu pamoja na baba yetu. Neno la Bwana linasema Musa akawaambia watawe watu 70, baada ya pale nitatwaa sehemu ya roho yako iliyo juu yako, kisha nitawamiminia ili waupende mzigo pamoja na wewe. Tumewekwa mahali hapa ili tutumike na mchungaji. Hivyo Bwana jioni ya leo anatuita tena ya kwamba Roho wa Baba aliye juu ya mtumishi aliyemweka akawe juu ya kila mmoja, ili aweze kulibeba ile kusudi. Maana asipokuwa na huyo Roho wa Bwana atakata tamaa. Repekete mandoropa. Hebu fumba macho yako na usimame mahali ulipo, uyatafakari maisha yako ya kwamba wewe ni kiongozi. Bwana amekuweka katika nafasi aliyokuweka. Amekuweka kiongozi wa mama, kiongozi wa vijana, wa presi, kiongozi wa kwaya. Wewe ni kijana, Yesu amekuweka. Na nilisema jana ya kwamba vijana kuna nafasi ya uongozi ambayo tunatakiwa kutumika kwenye kanisa, kuongoza ibada, kuanzia ya uimbaji, na nafasi nyingine ni nafasi ya uongozi ambayo watu wa Mungu tumepewa. Lakini kama Roho wa Baba atatwaliwa juu ya mtumishi aliyemweka, mzigo hatutaweza kuchukua. Haiwezekani viongozi tukao watu wa kusukuma kwa maombi, viongozi tukao watu wa kusukuma kwa habari ya neno, wa kusukuma kwa habari ya kuja kujifunza, wa kusukuma kwa baadhi ya mambo. Viongozi wa kibibilia sio hao, sio hao, lakini ni wale wazee 70 waliobeba mzigo pamoja na Musa. Musa ametoka mlimani, kile kitabu cha Kutoka, lakini Huri akabeba mikono yake akamtegemeza Musa ili Israeli washinde. Waliposhindwa kumtegemeza Musa, mikono iliposhuka, Israeli walishindwa. Repekete shamakata. Tumbua kinywa chako, mwite Yesu, mwite Baba. Mwite jioni ya leo viongozi wa kanisa, ninawaita leo tumechoka Baba, tumechoka sana, tumetumika kwa ushaifu mno. Repekete shamakata ripayandama ramokete shamakata ripayandama repekete mandoropa. Kuna watu bado wanaomba kwa mtani, kuna watu wanaomba kwa mazoea. Ripakata sana makata. Yesu hajawahi kuzoea. Hata mtu mwenye upako siku alijidanganya akazoea, akapiga mwamba badala ya kuamuru, akazuiwa kuingia Kanaani. Repekete. Usitani wewe
Ukizoea hautaweza kupita. Kwa Yesu tukawahi kuzoea. Kama unaona ndani yako Roho wa Bwana amepungua, kimbia mbele dakika hii. Nimejua Yesu ameshuka. Na ukita mbele hicho umemaanisha usifanye ukali. Siana mataka usifanye ukali. Kiongozi usifanye ukali. Ni kazi sio nyepesi. Kubeba huo mzigo sio kazi nyepesi. Tunamhitaji Roho wa Bwana. Kuna mahali elimu zetu wameshindwa. Tuonyeshe mimina moyo wako. Mimina moyo wako mbele za Bwana. Shona matata. Shona shuka. Bwana ameshuka. Wewe kanisa usifanye utani. Wewe umeukumba moyo wako. Ufungue Yesu moyo wako. Yesu apite. Yesu atengeneze. Sana makata. Yesu anapita. Yesu anapita. Yesu yuko tayari kupigana. Mungu wa moyo wako Mungu anakwenda kukutukuza.
yako kupelesha nusu takatifu. Haijalishi katika historia yako ulikuwa ukimsikia Roho Mtakatifu, ulisikia tu habari zake. Leo anapita katikati ya maisha yako, anapita. Achilia moyo wako, achilia moyo wako, achilia moyo wako. Roho Mtakatifu kwa kiwango kingine, kwa kiwango kingine. Pita katikati yao, pita katikati yao, pita katikati yao, pita katikati yao, pita katikati yao. Naona mtu mmoja na mwisho, naona mtu mmoja na mwisho, naona mtu mmoja na mwisho. Ni habari za mbingu, ni habari za ufalme. Zimeatamia maisha yako, zimeatamia maisha yako. Yapa, ongeza kiwango, ongeza kiwango. Miakaria bashaka ndani yako, miakaria yako, miakaria ndani yako, ikuria bashika ndani yako, miakaria bashaka, ikuria bashaka ndani yako, miakaria bashaka ndani yako, ikuria bashiki ndani yako, miakaria ndani yako, ikuria bashiki, miakaria ikuria bashiki, miakaria ikuria bashiki, miakaria ikuria bashiki. Akumbuke kazi na mikono yako, akumbuke mikono yako yanafanya kazi katika mazingira magumu. Na kwambia usikate tamaa, na kwambia usikate tamaa. Maisha ya kuangalia kesho katika kiwango kingine. Jangwani wakapita mshuko, lakini Musa akainua nyoka wa shaba. Watu waliomtazama yule nyoka walipata uponyaji, walipata uzima. Haijalishi umekuwa umetoka katika kiasi gani, maisha ya kumwelekea Kristo, maisha ya kumwelekea Kristo. Machozi yako anayaona, huzuni yako anaiona, anaona kesho yako, anaona utumishi wako, anaona wabariki kwa jina la Yesu. Nimesimama kwa nafasi yangu na sitangaza baraka katikati ya maisha yangu. Nimesimama kwa zamu yangu na sitangaza baraka. Kwanza leo kuna jambo jipya nimezaliwa ndani yako, na ule upako wa Kalvari ukafuatana, ule upako wa Kalvari, ule upako wa Kalvari, ule mafuta ambayo Mungu ametumia, ule mafuta ambayo Mungu ametuthibitisha, ule mafuta ambayo ametupa tutembee katika viwango vingine, tukaipindue dunia, tukaipindue dunia. Pokea mafuta kwa jina la Yesu. Popote utakaposimama, mabadiliko yakaonekane, mapinduzi yakapatikane. Hautashindwa na mizimu, hautashindwa na uganga, hautashindwa na uchawi, hautashindwa na chochote. Wewe ni wa thamani, wewe ni chombo cha Bwana, chombo cha kupata heshima, chombo kimfacho Bwana kwa kila kazi iliyojema. Amekufanya kwa mlima wa moto, kilima ambacho kinafikika ni mlima wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nani atutenge na upendo wako? Hata mitume akasema imetupasa tukamtii Mungu na sio mwanadamu, tukamtii Mungu na sio mwanadamu, tukamtii Mungu na sio mwanadamu, tukamtii Mungu na sio mwanadamu. Jioni ya leo ni jioni ya kupendeza, jioni ya leo ni jioni ya kupendeza, jioni ya leo ni jioni ya tofauti, jioni ya leo ni jioni ya ajabu. Tamani kufanya viwango vya baraka. Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako, pokea upako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ya kata ya Mungu, Mungu sana ya Mungu, Mungu mashaka, Mungu ndani yako mashaka, Mungu mashaka yako, Mungu ndani yako Mungu ya mashaka, Mungu ndani ya mashaka, ya Mungu mashaka yako, Mungu mashaka yako, Mungu ndani yako, Mungu ndani yako ndani ya mashaka, Mungu ndani yako, Mungu ndani yako ndani ya Mungu shika ndani ya Mungu, Mungu shika tuko. Amen. Naondoka kutembea
giza liko maisha